asubuhi nyingine njema. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Amekuwa Mungu mwema na amekuwa mwaminifu. Naamini ya kwamba amekulinda jinsi ambavyo amenilinda na amekubariki na afya jinsi ambavyo amenibariki na afya. Mahala popote pale ulipo, nakaribisha katika channel hii. Ni channel ya kushare neno la Mwenyezi Mungu. Tujue kwamba mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni yapi. Na kabla tuendelee sana, ninajulikana kama Evangelist Clinton Shilisia na hudumu katika kanisa la Christian Life Ministry Udhiro branch, na bado nawakaribisha katika hiyo mkutano yule ambayo uko karibu, na itakuwa baraka sana. Asubuhi ya leo nataka tuweze kushare neno katika kitabu cha Isaya, mlango ni wa 6, lakini kabla tuenda mahala pale, wacha tushukuru Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme uishie milele, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, ninakuinua Jehova, ninakutukuza, nasema ni asante kwa asubuhi ya leo. Umekuwa Mungu mwema na umekuwa mwaminifu Mfalme. Umetupea Bwana neema kwa ajili ya siku ya leo, si kwa sababu Baba tumetenda mema, si kwa sababu Jehova tunastahili, lakini kwa sababu ya rehema zako. Tunasema Bwana, pokea sifa. Tazama ni kipindi ambacho umekiandaa na kusudi Jehova nisi naposhare na ndugu, naposhare na dada, Mfalme wa ajabu, tunaalika uwepo wako, anga yako na wingu lako likashuka mahali hapa Jehova. Nikikataa Bwana kila nguvu za giza katika jina la Yesu zikapate kushindwa. Tenda mema, wewe ni Mungu, unaweza, unatosha. Kumbuka dada huyu, kumbuka mama huyu Mfalme, kumbuka baba huyu Jehova nisi katika jina la Yesu Kristo. Kuna anapitia hali ngumu, Bwana wa majeshi, unaweza na mamlaka ya kumtoa katika hali ya Mfalme kupitia kwa ujumbe huu Jehova. Tena makuna maajabu, na katika jina la Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. Amen. 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 God bless you. Katika kitabu cha Isaya mlango ni wa 6 mstari wa 1, nataka tuweze kushare, tujue kwamba ni mambo yapi ambayo Bwana asubuhi leo anataka atende katika maisha yetu. Huu ujumbe nilikuwa nasoma nikahisi ya kwamba najazwa kabisa, kwa sababu watu wengine wanaangamia katika hii dunia katika mambo ya mateso, wanaangamia katika hali ya kikazi, lakini hawajui ya kwamba kuna ile limit ambayo Bwana anataka uende beyond. Katika kitabu cha Isaya neno la Bwana likawa linasema ya kwamba katika mwaka ule Mfalme Uzia alikufa, nilimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu, kilichotukuzwa sana, nalo pindo la joo lake likajaza hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kitabu ambacho Isaya nabii alikiona, ama Bwana alinena naye. Maandiko yanasema ya kwamba katika ujumbe, maandiko yanasema ya kwamba Isaya alikuwa na keti katika meza ya Mfalme Uzia, kumaanisha kwamba ni mtu ambaye alikuwa ametulia katika mawazo yake, kwa sababu mtu ambaye anakaa katika wafalme, anakaa pamoja na wafalme, ni mtu ambaye ako sawa katika finances, ako sawa. So neno la Bwana linasema ya kwamba katika ule mwaka ambao Uzia alikufa, ndipo Isaya alimwona Bwana, kumaanisha kwamba kuna mambo ambayo wewe umetengeneza kuwa your comfortable zone. Wakati umefika mahala pale unaona ya kwamba umefika. Kuna mwingine labda aliomba kwa sababu ya kazi, wakati Mungu alimpea kazi ya shilingi 10,000 akatulia ndani ya mawazo akaona ya kwamba mimi nimefika, lakini labda Bwana hakutaka ufike mahala pale. Kuna mambo makubwa ambayo Bwana amepanga katika maisha yako. Sema amen. Ndio sababu nakuta katika Injili ya kwamba baada ya Uzia kukufa, ndipo Isaya alianza kumwona Bwana, kumaanisha kwamba wakati Uzia alikuwa hai, Isaya angeweza kumwona Bwana, kwa sababu Isaya alitulia akaona ya kwamba mahali nilipo mimi nimefika. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba katika ule mwaka ambao Uzia alikufa, ndipo Isaya akaanza kumwona Bwana. Nami asubuhi leo nimekuja kunena na mtu, kwa sababu kuna mtu ambaye kuna vitu fulani vinafaa viachilie maisha yake, ndipo aanze kuona mkono wa Bwana katika maisha yake. Kuna vitu ambavyo vinahitaji vitoke katika jamii yako ambayo unakaa, katika familia ambayo uko ndani, ndipo waanze kumuona Bwana. Sema haleluya. Ndio asubuhi leo nataka nikuhimize ya kwamba kuna wengine wamekaa ndani ya kiburi, kuna wengine wamekaa watu kama wamechanganyikiwa, ni kwa sababu vitu ambavyo wameshikilia vimefanya hawezi muona Bwana. Wanaona ya kwamba wamefika, lakini ukisoma katika maandiko inasema ya kwamba katika ule mwaka ambao Uzia alikufa, ndipo Isaya alimuona Bwana. Kuna vitu nimekuja kutangaza katika maisha yako, lazima vikufe ndipo umuone Bwana. Labda wewe ni mtu wa hasira, lazima
lazima hasira itoke ndani mwako ndiposa uweze kumwona Bwana. Labda wewe ni mtu wa majivuno, labda wewe ni mtu wa kiburi, lazima hicho kiburi kitoke ndani mwako, lazima ile majivuno itoke ndani mwako ndiposa uweze kumwona Bwana. Kuna wewe, labda wewe umekuwa mtu ambaye unaua wengine katika imani, umekuwa mtu ambaye unaangamiza wengine katika kazi ya huduma. Ndio asubuhi leo nimekuja kutangazia kwamba lazima uachilie kile kitu ambacho unafanya ndiposa uweze kumwona Bwana. Sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maandiko ya Bwana, neno la Bwana linanitia moyo, linaniambia kwamba ule wakati ambapo Isaya alikuwa katika meza ya ufalme hakujua kwamba kuna Bwana, lakini wakati Uzia aliondoka ndiposa akajua kwamba kuna Bwana. Kuna mtu ambaye amefinyika na mateso, kuna mtu ambaye anapitia hali ngumu, kuna mtu ambaye anaona ya kwamba Bwana amemwacha, kuna mtu ambaye anaona ya kwamba mimi niko mwisho, lakini labda kwa sababu marafiki ambao uko nao, labda ni mke ambao uko naye, labda ni ile kazi ambayo unafanya ndio inafanya kwamba uoni mkono wa Bwana. Labda lazima uachane na hiyo kazi, labda lazima uachane na hao marafiki ndiposa waanze kumwona Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asubuhi nimekuja kutia moyo ndugu yangu, kuambia kwamba as the day is beginning, eka Bwana mbele yako, ambia Bwana kama kuna vitu ambao unahitaji vitoke katika maisha yangu ndiposa nikuone, wakati ni sasa wa kuviondoa. Hata kama kuona utaona ya kwamba marafiki wako wameondoka, usibabaike ndani ya moyo wako, labda ile ndio kusudi la Bwana ya kwamba marafiki waondoke ndiposa uone wokovu wa Bwana. Labda ile ndio kusudi la Jehova ya kwamba marafiki waondoke ndiposa uone mkono wa Bwana. Kuna mahali unaweza kuwa unaona ya kwamba you're comfortable, lakini mahala pale si mahala pako. Kuna mahala ambapo Bwana amekutengenezea. Wewe weka imani yako kwa Bwana asubuhi leo. Ambia Jehova, nataka utende jambo. Kama kuna vitu ambavyo nimeshikilia, kuna wengine wameshika hasira ndani ya mioyo zao, nataka nikuambie ile hasira ndio inafanya ya kwamba huwezi ona Bwana katika maisha yako. Ndio sababu maisha yako inakuwa ngumu, ndio kwa sababu maisha yako inakuwa mfaragano, kwa sababu wewe mwenyewe katika roho yako kuna chuki, kuna hasira ambayo umeweka ndani, umekuwa na spirit kama ya uchawi ndani ya roho yako. Lakini siku ya leo achilia mpendwa, ndiposa ukutana na wokovu wa Bwana. Lakini siku ya leo achilia mpendwa, ndiposa ukutana na mkono wa Bwana. Lakini siku ya leo achilia Bwana, achilia mpendwa, ndiposa ukutane na makuu ya Bwana. Haleluya. Pana kaa maisha ya kwamba umefinyiliwa, pana kaa maisha ni kana kwamba uko katika jela. Ni wakati wa kujitoa katika ile jela. Ukubali ya kwamba vitu fulani lazima viondoke katika maisha yako. Ukubali ya kwamba vitu fulani lazima vikuachilie siku ya leo. Kama ni madhabahu uliozaliwa ndani, wengine wanasema ya kwamba kulingana na kwetu sisi hatuwezi weka panga chini. Umekuwa watu wa kupiga watu na panga, umekuwa watu wa kiburi, unasema ya kwamba ni tabia ya kwetu ndio inafanya huko mahala ambapo upo. Toka ndani ukutana na wokovu wa Bwana. Tuombe. Baba wetu, mfalme mwenye uwezo na mamlaka, ninakuinua, ninakutukuza kwa ajili ya mpendwa, kwa ajili ya dada huyu. Jehova Nisi, umekuwa na sababu na kusudi kwa ajili ya ujumbe. Mwana wa Mungu, namuombea kama kuna kitu ambacho Bwana kimesimama katika maisha yake, amefunguka ya kwamba hawezi kuona wewe, hawezi kuona mkono wako, hawezi kuona nguvu zako, maisha yake imefungika Jehova, na katana hizo anga katika jina la Yesu. Naomba Bwana kuanzia sasa, kama ni kiburi, hasira, chuki ambayo inainuka ndani ya maisha yake inafanya hawezi kukuona, na vunja haya madhabahu katika jina la Yesu. Natangaza ushindi wa Bwana katika maisha yake. Fungua milango zake, fungua madirisha Jehova. Nahitaji kusikia ushuhuda, nitasema ni asante katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. Amen. God bless you. God bless you. Have a good day. Also share this message to others so that they may be blessed together in Jesus' mighty name. I love you, my brother. I love you, my sister. Have a blessed day.